Naam, mtazamaji wa Nakivona Sports, hapa tupo kisiwani Pemba, tuko wilaya Chake Chake, lakini tupo kwenye uwanja mahiri na mashuhuri, uwanja mzuri kabisa wa Gombani, uwanja ambao ndio unahodhi mashindano ya Kombe la Muungano mwaka huu 2025. Tukiwa tumetoka kwenye sikukuu kubwa ya kusherekea miaka 61 ya Muungano, lakini bado tupo kwenye mashindano ya Muungano. Mimi ni CK Freddy, reporter wako, lakini nyuma ya kamera yuko Madam Jackie, na kubwa tunakwenda kuianza nusu finali ya kwanza ambao dakika chache kutoka sasa Azam FC atakuwa anacheza dhidi ya JKU, zote ambazo ziko katika kisiwa hiki cha Zanzibar, ikiwa inamaanisha Azam yuko hapa na JKU yuko hapa. Lakini tupo hapa kwa udhamini mkubwa kabisa wa City College. Hapa nazungumza chuo bora chenye ufanisi, walimu wenye viwango kuhusiana na masuala yote yanayohusiana na masuala ya afya, basi kila kitu tunakipata City College. Tunakwenda kuzungumza na Shaban Mwanga, mkurugenzi mtendaji mkuu wa City College, lakini pia yeye ndio ametufanya sisi tukae hapa Pemba tukiwa tuna amani kabisa. Lakini pia hii ni show kubwa kutoka Nakivona. Mazungumzo yangu yanaanzia hapa. Kwanza mkurugenzi, hongera, mashindano yamepata tija kwa ile tuzo uliyoiweka ya man of the match, lakini pia kwenye ile tuzo ya mchezaji bora mwenye hali ya kiungwana katika mchezo. Nataka niongee kitu kimoja kwa kuhusiana na haya mashindano. Tumeanza duru la kwanza, tumeona timu 4 zimetoka, zimebaki timu 4. Na uzuri zimegawanyika, 2 kutoka Tanzania bara, 2 kutoka Tanzania visiwani. Za bara ni Azam FC na Wananchi Young Africans. Lakini hapa kisiwani Zanzibar, kisiwa kizuri, yupo JKU, lakini pia wapo Zimamoto. Kabla tujaenda kwenye nusu finali ya kwanza, City College, kipi kizuri ambacho tutakipata kuanzia nusu finali? Karibu sana. Asante sana. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeamka salama, tuko na afya njema na tumemaliza hatua ya kwanza kwa maana ya robo finali ya kwanza, na sasa hivi tunaingia kwenye nusu finali ya kwanza ambayo leo JKU na Azam watakipiga katika hili carpet la Gombani hapa Pemba. Sisi City College kama ilivyo ada, lengo letu kubwa ni kuhakikisha tunatoa ubora mkubwa na kuyafanya mashindano yawe ya hadhi ya juu, lakini yachangamke, kwa maana ya kwamba yawe na shamra, lakini pia yawe na hamasa. Na hilo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kwenye robo finali ulikuwa unaona kabisa. Kwanza unajua hadhi kubwa ni pale mchezaji anapotangazwa ni bora. Hiyo kwanza inampa ile timu, mchezaji anapotangazwa fulani kutoka timu fulani ndiye mchezaji bora wa mechi ya leo. Ulikuwa unaona majukwaa yalivyokuwa kirindimba, lakini unaona wachezaji wanavyofurahia, lakini unaona hata katika benchi la ufundi nalo linafurahi kwanza kutoa mchezaji ambaye ni bora. Lakini kinafuata zaidi ni kupewa pia kiasi fulani, tukupewa maokoto kwa maana ya fedha. Kama ulikaangalia juzi tulitoa kwa mchezaji wa Young Africa ambapo pia alikuwa sijajifunza kwamba kumbe jambo hili limeleta tija sana kwenye mashindano. Faisal alivyopewa wachezaji wote walimfuata, ambia Mudathir Abbas. Yes, Mudathir Abbas. Na alisema bwana nashukuru sana, na alisema nashukuru hiki kidogo tulichokipata, hiki tunaenda kugawana na family. Alisema hii ni mali ya familia. Lakini pia kwa ndugu jamaa wa pembeni, unajua haya ndio mashindano pekee yana connect wachezaji na ndugu zao na marafiki, kwa sababu ya unajua wanapokuwa mpira umeisha angalau wanapata kuonana na ndugu zao wawili watatu. Sasa hii inakuwa pia ni hamasa kwamba ndugu zako wako jukwani, alafu wanakuona unatangazwa kuwa mchezaji bora, alafu at the same time unapewa kitita cha fedha. Jambo hili limeleta hamasa kubwa na kwa kweli limekuwa na tija kubwa sana, kwanza kwa timu zinazoshiriki, pili kwa waandaji wa mashindano haya, kwamba mashindano yanakuwa na ile hamasa kubwa, lakini pia wanawafanya wachezaji ndani ya pitch wanakuwa makini na wanajituma, kwa sababu kila mmoja anataka atangazwe kuwa mchezaji bora. Ni kama darasani kwamba kila mmoja anataka atangazwe mtu wa kwanza, kwa hiyo lazima asome kwa bidii, afanye mtihani kwa bidii ili aweze kufaulu. The same apply to the football. Tumeona tuje na
na tuzo hizi ili ziweze kuamsha hisia. Unajua wanaocheza sasa hivi, uzuri mmoja wanaocheza mpira wa miguu sasa hivi ni vijana sana, na wanataka kujiongeza mpira kwa sababu umekuwa ni maslahi na mapana kwa maana ya kiuchumi. Kwa hiyo kila mtu anataka mashindano haya yawe sehemu ya kumuonyesha kwamba ana uwezo. Kwa hiyo hii inakuwa ni kama accelerator, ni chachu ya kuwafanya wachezaji wengi wacheze kwa ubora, lakini wacheze katika standard nzuri ili webuke. Kwa jambo hili kwa City College tunalijivunia sana, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli tumelifanya katika ubora ulio mkubwa sana, na ikizingatiwa leo hii tumeongeza pia fungu. Leo tutaongeza fungu kwa sababu ni nusu finali, na tuliwatangazia pia wananchi na wachezaji kwamba nusu finali haitakuwa nusu finali ya kitoto. Tutaongeza dau kutoka pale ilipokuwa kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo kadri mashindano yanavyozidi kunoga na sisi tunazidi kunogesha, au kadri sisi tunavyonogesha ndio mashindano yananoga, kunaona. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo tunalifanya, na finali pia tutaongeza tena. Kwa hiyo sisi hatuna jambo dogo hapa Gombani. City Institute mara zote hawana jambo dogo. Popote ukiwaona City Institute of Health, jua hakuna jambo dogo linaenda kufanyika. Hilo kwa kweli tunajivunia, na ndio ubora wa chuo chetu, na ndio ubora wa kusoma City Institute. Lengo letu pia ni kuongeza ile credibility ya chuo, hadhi ya chuo. Mambo makubwa yanafanywa na watu wakubwa. Watu wenye hadhi kubwa hufanya mambo yenye hadhi kubwa. Leo hii hamna chuo hujaona ni City tu anapanda mashariki, magharibi, kusini, ni City Institute, kwa sababu mashindano ni makubwa. Haya ni mashindano ya muungano, brother. Miaka 61 ya muungano, naweza kusema kwamba City Institute ndio chuo cha kwanza nchini Tanzania tangu nchi ipate uhuru, au tupate muungano wetu ambao wameweza kufanya kitu kikubwa na hivyo. Kwa hiyo nipende tu kuwashauri wananchi, lakini pia ni washauri wanafunzi, wazazi na wadau mbalimbali wa elimu walete watoto wao City Institute, kwa sababu ni moja ya vyuo bora, lakini ni moja ya vyuo vinavyojitambua, lakini ni moja ya vyuo vinavyotambua kurudisha katika jamii. Unaona tunachokitoa hapa ni kile tulichokipata, tulichokivuna. Leo hii tunakirudisha kwa jamii, lakini kwa mtindo wa nini? Kwa mtindo wa sports, no? Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo tunaweza tukayasema tukiwa hapa Pemba katika hiki kiwanja kizuri kama ulivyosema. Ukiangalia kapeti yake unajua nchi ipo kazini, unaipenda. Kwa hiyo tupo vizuri. Bwana, umevaa suti nzuri sana. Hebu simama watu waone. Huyu si mtu mwepesi bwana mtazamaji. Tazama kaunda suti, imekaa mujarabu. Hii wapi? Tanzania, Thailand ama bwana? Sisi unajua tunavishwa. Sisi tunavishwa. Wapo watu ambao wanatenda kwa ajili ya kutuvisha. Kwa hiyo lengo lao ni kutuvisha vitu vilivyo bora. Kwa hiyo wao wanajua wanavipata wapi. Mara nyingi tunavaa kutoka Turkish. Bwana mkubwa sana, kwa sababu tuko kwenye kombe la muungano. Nataka watu waone mandhari ya uwanja huu ambao unatumika, uwanja wa Gombani, miongoni mwa zawadi za serikali zetu kubwa mbili zote, muungano pamoja na serikali ya mapinduzi. Haya ndio matokeo chanya. Nataka uniambie vitu vichache sana kabla tuendelee. Mtu akitaka kufahamu chuo anakipata wapi, na chuo kipo kwa maeneo gani Tanzania, unaweza kumwambia nini? Kwa Dar es Salaam tupo Chanika. Kwa hiyo City Institute of Health ipo Chanika, na programu ambazo tunazitoa ni programu za afya. Tunatoa diploma ya pharmacy, tunatoa diploma ya utabibu kwa maana clinical medicine, lakini tunatoa optometria, tunatoa radiography, tunatoa social work, medical laboratory, lakini bila kusahau health records and management. Lakini pia tunatoa kozi ambayo inaitwa physiotherapy. Tunazo kozi 4 ambazo chuo chetu kwenye hizi kozi 4 anaweza akapata mkopo kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sisi ni moja ya vyuo ambavyo vimepewa nafasi ya wanafunzi wao kupatiwa mikopo kwa ajili ya kusoma programu ya diploma, ambayo ni programu ya physiotherapy, programu ya health records, programu ya optometry na programu ya radiography. Hizo ni programu 4 mama ambazo serikali imeamua kuzipa kipaumbele, lakini tunazitoa City Institute of Health Dar es Salaam, na unaweza ukapata mkopo wa 100% kutoka katika serikali yetu